Mambo vipi? Naitwa Masoud Kipanya. Sawa bana, karibu kwenye Katunika, sehemu ambayo utakuwa unapata nafasi ya sio kufafanuliwa katuni, isipokuwa kuongea mimi na wewe kuhusiana na katuni nyingi ambazo nimechora. Nimechora kwa miaka mingi sana. Zamani nilikuwa natumia karatasi, au bana, chora katuni pale unahangaika, ambapo kiukweli kabisa tabu yake ilikuwa ni kwamba huwezi ilikuwa ukikosea unafuta, si ndio? Lakini huwezi ukaikuza kama unataka kuweka detail ndogo sana. Umenielewa bana? Lakini baadaye ikaja teknolojia, ikabidi ya madude tuyatupe na makalamu kule. Kaja vitu kama hivi hapa, tablet ambayo unaweza ukayatumia. Kalamu inakuwa ni hiyo hapo, tablet unayoitumia ni hii. Inaweza kawa ni brand yoyote ile. Ukipata tablet yote yenye kalamu, unaweza ukaitumia, una download tu software za kuchorea, umemaliza. Kuna mtu ashai kuniuliza, wino hauishi humo? Hauishi, ndio teknolojia. Sasa katuni ziko kwa ajili ya kuzichokoza sana fikra za binadamu, na ndio maana katuni moja ambayo mimi naweza nikachora inaweza ikawa na tafsiri mpaka 500, au kila mtu akawa na tafsiri yake, kwa sababu mara nyingi mimi katuni ambazo nilikuwa nikichora kwa miaka hii siweki tafsiri ya moja kwa moja. Kwa hiyo kila mtu anaitafsiri kivyake, inaruhusiwa, na kuna wakati unaweza kuwa na tafsiri nzuri kuliko ile ya kwangu mimi. Sawa bwana? Kwa hiyo ndio kazi ya katuni, kuzichokoza fikra za watu, na ndio maana utaona hata watoto wako wakiwa nyumbani kwenye TV, kitu cha kwanza ambacho mtoto anajifunza kwa kiasi kikubwa sana ni kupitia katuni, iwe ni ya TV ama iwe ya print, kwa maana ya vijitabu, magazeti na vitu vingine, lakini ni ile michoro, kwa sababu kwenye katuni ndiko ambako unaweza uka-exaggerate. Ku-exaggerate ni neno la Kiingereza, lakini maana yake ni yani ukakuza vitu, ukaongopa. Binadamu hapai, lakini kwenye katuni binadamu anaweza kapaa. Umenielewa bana? Kwenye katuni mtu anaweza kaa na kichwa kilo 18, miguu midogo. Hizo ndio katuni. Kwa hiyo nakukaribisha uweze kuwa unaangalia kwanza namna ambavyo ninavyochora, wazo linapatikana vipi, na mpaka tunavyochora, mpaka inapokwenda kwa mhariri wa gazeti, lakini mpaka inapokuja kukufikia wewe kupitia social media. Kuna wakati ambao una comment kupitia kwenye kurasa zangu za @Masoud Kipanya, lakini wakati mwingine huwa mnazichukua mnashare kwenye magrupu, mnagombana huko, maana nyingine zinaniletea uadui, nikionekana kama mkorofi kimtindo, lakini yote kwa yote hiyo ndiyo katunika. Na katuni katika kutengeneza mawazo yake ziko namna mbili. Kwa wakati mwingine unaweza kutengeneza katuni kutokana na mambo yanayotokea wakati huo, sawa? Na aina nyingine ya kupata mawazo ya kutengeneza katuni ni pale ambapo jambo lipo tu duniani kwa miaka na miaka. Unaweza kuchora kuhusiana na vita kuu ya kwanza, ya pili ya dunia ilishatokea, au kitu ambacho kipo tu, tabia, hulka za binadamu, ukazitengenezea katuni. Umeelewa sasa kuhusu katunika na uzito wake? Wewe ni mtu muhimu sana, kwa sababu huwa unanitengenezea tafsiri ambazo mimi mwenyewe wakati mwingine nashangaa. Kwenye ujenzi wa mawazo ya kuweza kupata katuni, unafanyaje? Ndio hapo unapotakiwa sasa, akili yako inabidi kama mchoraji, inabidi uiweke, yani antena zote unazifungua, alafu unafikiria mambo tu mengi, na mambo yako mengi. Nakumbuka wakati fulani niliwahi kupata safari kwenda kwenye nchi moja zilizoendelea sana. Nilikuwa kwenye symposium ya wachoraji wa katuni. Nikakutana na wachoraji wa katuni Japani, sina haja ya kuficha. Nikawauliza, nyinyi mnapata wapi idea za kuchora katuni? Kwa sababu of course Japani kama unavyoifahamu ina utaratibu wa mfalme, alafu serikali inakuwa na waziri mkuu. Sidhani kama inataka kupishana sana na kama Uingereza. Kuna mfalme wa Japan, alafu
kuna utaratibu wa waziri mkuu ambaye anabadilika kila baada ya muda fulani. Sasa nikamwambia, nyinyi mnapata wapi idea zenu? Kwa sababu ukiangalia Japani imenyooka, kila kitu technology, mambo safi. Where do you get your ideas? Mnapata wapi idea wakati hamna shida, hamna siasa za kutukanana, hamna matatizo, watu hawana njaa, watu wanakwepa kununua magari, viwanda vikubwa vya magari vyote viko kwenu, mnapata wapi idea? Wakaniambia ideas tunapata, lakini of course mimi kwa kuwa natoka Afrika niliona utajiri wa utengenezaji wa mawazo. Hapa leo nataka tuchore katuni, na katuni ambayo naichora leo ni katuni ambayo wazo limetokana na nchi nyingi za Kiafrika, au niseme nchi ambazo zinaendelea, nchi za dunia ya tatu hizi. Utaratibu ulivyo ni kwamba tajiri au boss ni mwananchi, yaani wananchi ndio maboss. Serikali sio boss hata kidogo, kwa sababu ukitaka kujua serikali sio boss, viongozi ambao wanaongoza serikali ni watu ambao hawaendi tu katika ikulu zetu za nchi zetu, wanapita katika utaratibu wa kuomba kura kutoka kwa wananchi. Kwa hiyo sisi ndo ambao tunatoa, sijui na mimi ni mwananchi, sisi ndo ambao tunatoa ridhaa ya kumweka mtu kwenye madaraka. Kwa ina maana sisi ndio mabosi, sisi ndio waajiri wa viongozi. Ndio maana kila baada ya miaka kadhaa kuna watu wanaondoka. Ukiachana na utaratibu wa rais, kwa mfano kwa Tanzania ambapo tumeshajizoelea kwenye utamaduni wetu wa miaka mitano, anaondoka na kuja mwingine, anaondoka na kuja mwingine. Lakini umeshuhudia mara kadhaa mbunge wako anakaa kipindi kimoja tu anaondoka. Kuna wabunge wanakaa vipindi 3, 4, 5, 6 mpaka jimbo linakuwa linafanana na yeye. Kwa hiyo yule ambaye anaingia na kutoka ni kwamba mnayeamua mumtoe ni nyinyi. Kwa nyinyi ni mabosi. Kwa hiyo nimepata idea. Yaani wakati nazungumzia nyinyi na wale wanaotuongoza, nimepata idea ambayo nafikiri nataka niweke katika mfumo wa kisu. Kisu kina pande mbili, kina makali na upande ule wa mshikio, sijui. Anyway, ngoja. Na bahati mbaya sana ninapokuwa nachora nashinda kuongea. Yaani wanaume huwa uwezo wa kumultitask, yani kufanya hiki na hiki haiwezekani. Lakini nitajitahidi niwe naongea huku nachora. Nimesema nimepata idea ya kisu. Kisu hicho kina pande mbili, nimekwambia. Kina upande wa makali na kina upande ule ambao hauna makali. Sasa okay. Basi nikichukua ile pale, kuna na redio yangu pale, amekoma. Inawezekana nikiongea nakosea, kwa hiyo nitakuwa siongei sana. Mzigo huu hapa umekamilika. Kama uchawi. Yeah. Nachofanya na save. Sawa. Baada ya kusave, kinachofuatia ni kutuma mchoro kwenda kwa mhariri wa gazeti la Mwananchi. Huko ndiko ambako katuni zangu kwa takriban miaka 15 zimekuwa zikionekana, kuanzia nakumbuka 2004 mpaka leo hivi tunavyozungumza. Katuni zangu zimekuwa zikionekana pale. Kwa hiyo mara nyingi ninapopeleka katuni kwenye gazeti, baada ya kupeleka katuni kwenye gazeti niseme, siku ya pili mchoro unachapishwa kwenye gazeti la siku inayofuatia. Lakini mimi sasa mchoro huu sasa na upost kwenye
social media. Naweka kwenye Twitter @MasudKipanya, kwenye Instagram @MasudKipanya na kwenye Facebook @MasudKipanya. Sasa katuni hii inakufikia wewe na matokeo yake sasa wewe unaanza kutoa mawazo yako, unaanza kufikiria Masudi hapa alikuwa na maanisha nini. Narudia tena, huu ni mwaka, yani na miaka 30 nachora katuni. Yule Kipanya yeye alizaliwa 94, lakini mimi tangu 1989 1989 nachora katuni. Kipanya nikutana na watu wengine, una miaka mingapi? Na miaka 23 brother nini? Niambia ni umepitwa hadi na Kipanya. Lakini kama nilivyosema miaka 30 nachora katuni. Mchoro huu hapa nimekuonyesha, nimemaliza kuuchora. Mimi mwanzoni kabisa wakati naanza kukuelezea, tangu naanza wazo nilikwambia mawazo nayapata vipi. Wewe sasa nimekuletea, kwa mfano mchoro huu nimeuandika neno moja tu hapa na uklik sasa na ufungua. Unaona? Sasa twende tuone watu wanasemaje baada ya kuona mchoro huu. Lakini naomba nikuambie kitu kimoja. Wakati mwingine utaona kwenye comments natukanwa, sawa? Wakati mwingine pewa hongera, wakati mwingine mtu anaweza akakusifia, lakini matusi pia yapo. Kwa hiyo twende sasa tuangalie hivi comments ni nini, yani mawazo ya watu, mitazamo ya watu kuhusu katuni hii ambayo umeona hapa naichora, umeona natengeneza wazo, umeona ninavyoichora mpaka nipeleka gazetini na iposti kwenye social media. Hii hapa imefika, comments zenu hizi hapa. Na jaribu kupitia messages hapa za wadau. Kuna mdau anasema ndo kusoma namba huko, sio swali, nadhani anaelezea. Lakini huyu aliyesema ndo kusoma namba huko anaitwa amejiandika state.eng. Hii ni kwenye Instagram. Vince_tattoo_ink anasema tuangalie lugha ya picha, ila tu tunatazama kioo kama nasi sisi ni wasafi kati yetu na wadau, yani wasanii na soko, wadau wetu kwenye tasnia ya sanaa. Worst come to worst, look the mirror, cheap is expensive, exploitation mindset, let the music benefit each other rather than egoism. @MasudKipanya. Inawezekana hili ni dongo hili, nimepigwa dongo hili, sawa. Mwingine anasema ni hatari. Shauri Shadrack anasema ni hatari. Mathematician Emmanuel anasema hatari. Alafu tena mwingine anasema hizo messages ziko nyingi sana ambazo wadau wameziandika hapa, unaendelea kuziona. Sitazami best message ninachofanya, au sitazami message ambayo ni bora. Mimi utakuwa unaziangalia tu. Kuna mwingine anatuma tu kile emoji, anashangaa, mwingine haelewi. By the way, na matangazo ya biashara pia watu wanaposti vile vile. Huyu hapa anasema siku zote usitegemee linki, ipo siku neti itakata. Government hainaga urafiki wa kudumu na mtu, itakushikilia kama utaweza kwenda nayo sawa, tena kwa akili nyingi mno, but ukitaka kuipitia denge, amini kwamba utatamba kwa muda tu, na lazima ujai. Ukibebwa jishikilie na usibweteke. Anaitwa Luck, sijui anamaanisha nini. Mwingine anaitwa Hardwells 27 anasema nimejaribu kuwaza kwa mbali sana, mfano mdogo tu ni wewe Masud Kipanya, umeshika makali, alafu mimi mzee baba nimeshika simu yenyewe ndio inaitumia, napigaje simu. Hardwells 27 anasema nimejaribu kuwaza kwa mbali sana, mfano mdogo tu ni wewe Masud Kipanya, umeishika makalini, alafu mimi mzee baba na ng'ang'ana kukupokonya kwa juhudi zote. Ni kipi kitatokea zaidi ya vidole vyote 10 kubaki ardhini? Inauma sana, ila vungene tu, mwisho upo mazee. Ziko nyingi message. Message nyingine nakuachia uzisome mwenyewe. Kama nilivyokuambia wakati na kuelezea kuhusu katuni, katuni moja, mchoro mmoja unaweza ukatengeneza tafsiri nyingi sana tofauti, ruksa, wazo lote wakalokuwa nalo. Lakini ninapoiposti kwenye mitandao ya kijamii kama hivi Instagram, Facebook na Twitter, kila mtu anasema la kwake na wote wako sahihi.
ambao kuna mtu atakuita kibaraka, kuna mtu atakuita beberu, wote wako sahihi. Sawa bana, kwa sababu katuni kazi yake ni kuchokoza fikra za watu. Katunika ndo hii hapa. Mimi ni waage mpaka kwenye katuni nyingine tena. Usikose kuangalia kwenye katuni nyingine tena. Katuni ziko nyingi mno, nimekwambia miaka 30 na chora. Masoud Kipanya, bye bye.